My body. Ni mwili wangu. You eat it. Wakati unaula mkate huu, You eat it wewe kuleni for my remembrance. kwa ajili ya kunikumbuka. In other words, Kwa maneno mengine, if we take the bread, kama tukichukua mkate, we remember tunakumbuka what Jesus did for us. kile Yesu alifanya kwa ajili yetu. This body Huu mkate is not for the covenant. It's not for the covenant. si kwa ajili ya agano. No. Hapana. Verse 20, Mstari wa 20 he said, anasema the cup kikombe is for new covenant. ni kwa ajili ya agano jipya. Say, my blood Anasema damu yangu is for new covenant. ni kwa ajili ya agano In jipya. other words, when I take the blood, Kwa maana mengine nikitumia hii, I revive my covenant, ninahuisha agano, my right in Christ. haki yangu ndani ya Kristo. When I take the cup, Ninapochukua kikombe, it's like saying, ni kama vile kusema, God, Mungu, don't look at me, usinitazame mimi, look at Jesus. mtazame Yesu. And Jesus said, Na Yesu akasema, you take my body, utachukua mwili wangu, not for the covenant, si kwa ajili ya agano, but for remembering me. ni kwa kunikumbuka mimi. In other words, Kwa maneno mengine, the blood is more of the spiritual, damu iko kiroho zaidi and the body is more of the physical. na mwili ni katika uhalisia, Because he said, you remember him kwa sababu anasema mtamkumbuka with your ordinary memory. kwa akili zako tu za What do kawaida. you remember? Unachokumbuka ni You nini? remember what he did for me. Anakumbuka What did alichonifanyia. he do for me? Kwa nini nini By alichonifanyia? stripes, my body was healed. Kwa kupigwa kwake mwili wangu ulipona. He became poor so that I can become rich. Alikuwa maskini ili mimi niwe He tajiri. became cursed so that I can be blessed. Alilaniwa ili mimi nibarikiwe. You see, if you approach the table of mercy with this understanding, Kama ukiendea hii meza ya rehema kwa ufahamu huu, things will begin to happen in your life. mambo yataanza kutokea kwenye maisha Now, yako. this is what I want you to do today. Hichi ndicho ningependa ufanye. The Bible leo. says Biblia inasema in Genesis 30 verse 22, katika Mwanzo 30 mstari wa 22, and God remembered Rachel. Mungu akamkumbuka Raheli. And you see, it's like the Holy Spirit was telling me, Ni kama Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia, if you can remember me as you are taking my body, kama ukinikumbuka mimi wakati unachukua mwili wangu, if you can remember what I did for you when you partake my body, you eat my flesh. kama ukikumbuka nilichokufanyia wakati unakula mwili wangu, If you remember what I did for you when you eat my flesh, kama ukikumbuka kile nilichokufanyia wakati unakula mwili then wangu, I'll remember you. mimi nitakukumbuka. Then I'll remember you. Na mimi nitakukumbuka. Why? Kwa nini? Because when I take the flesh, Kwa sababu ninapokula mwili I remember what he did for me. na nikikumbuka kile alichonifanyia, What he did is what I want kile alichokifanya ndicho in ninachokihitaji this world. katika ulimwengu huu. And if he remembered me, Na kama yeye akinikumbuka, he will do it for me. atafanya. I want us today, Nipenda leo, Father, thank you for the blood. Baba, nakushukuru kwa And ajili thank ya you for the mwili. body. Na asante kwa ajili ya damu Please, yako. elders, can you take the body and the flesh, please? Badali And the wazee blood. tuchukue. Right away, we're going to take the body and the blood. Sasa hivi tunaenda kushiriki mwili na damu ya Yesu. Please, quickly, please. Fanya haraka tafadhali. Just take it, yeah, just like that. Okay, if you want to take the body and the flesh, come quickly, come quickly. The body and the blood. Kushiriki mwili na damu, karibu haraka. Just haraka haraka, please, if you want. Chap chap. I want us to practice something today. Ningependa tufanye kitu asubuhi ya leo. Please, fast, please. Fast, come fast. Chap chap. Oh
lifted the cup differently and he lifted the body differently. Sababu Biblia inasema aliinua kikombe kivyake na mwili pia aliinua kivyake. This is the cup. Hiki ndicho kikombe. And Jesus said from his mouth. Na Yesu akasema. He said, akasema, this cup is the new covenant in my blood which shed for you. Alisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika. This cup kwa ajili yenu is the new covenant. Hiki kikombe ni agano jipya which was shed for me. ambayo ilimwagika. So this cup hiki kikombe renewed my relationship. Linahuisha uhusiano wangu. My covenant. Agano langu with Jesus. Na Yesu. Lord Jesus. Bwana Yesu. As I'm drinking your blood, wakati ninakunywa damu yako, let my sins be forgiven. Dhambi zangu zikasamehewe. Let curses be broken. Laana zikavunjike. Let failures be removed. Kushindwa kukaondoke. Lord, let my spiritual life be renewed. Bwana, acha maisha yangu ya kiroho ya uishu. Lord, let me be a partaker of a new covenant. Na nikawe mshiriki wa agano jipya. Let me be a righteous person through your blood. Niwe mwenye haki ndani yako kupitia damu yako. Say, Lord Jesus. Sema, Bwana Yesu. I'm drinking your blood. Ninakunywa damu yako. Let all the curses, kila laana, let all the sins and evil, kila dhambi na uovu wote, let them be removed today. Vikaondolewe leo. By this blood, kwa hii damu, I'm a righteous person from today. Mimi ni mwenye haki kuanzia leo. Through Christ Jesus. Ndani ya Kristo Yesu. I'm not a sinner any longer. Mimi si mwenye dhambi tena. In Jesus' name I believe. Katika jina la Yesu nimeamini. Amen. Amen. Drink the blood. Kunywa damu. Thank you, Jesus. Asante. Now hold the bread. Sasa shika mwili. He said, akasema, eat the bread. Takula mkate. You eat my body. Takula mwili wangu. For my remembrance. Kwa ajili ya ukumbusho wangu. Remember of what? Ukumbuka nini? Of what he did for us. Kwa kile alichokifanya kwa ajili yetu. By stripes I was healed. Kwa kupigwa kwake nimepona. He took my poverty. Alichukua umaskini wangu. Lord Jesus. Bwana Yesu. As I'm going to remember what you did for me. Wakati naenda kukumbuka kile ulichonifanyia. Remember me also. Nikumbuke na mimi Bwana. Remember my body. Kumbuka mwili wangu. Remember the work of my hand. Kumbuka kazi za mikono yangu. Remember the womb of some women in the house. Kumbuka kizazi changu. Matumbo ya uzazi ya wamama mahali hapa. Kumbuka Bwana. Father, remember. Baba, kumbuka. Now in a second. Kwa sekunde. Tell Jesus. Mwambie Yesu. Just you and him. Wewe na yeye. This is your body. Huu ni mwili wako Yesu. You told me. You told me. Uliniambia. Eat this body. Nishiriki huu mwili. For your remembrance. Kwa ukumbusho wako. Yes, I remember what you did. Ndiyo nakumbuka ulichokifanya Bwana. Now remember me, Lord. Kumbuka na mimi Bwana. Remember me, Lord. Nikumbuke na mimi Bwana. I've read in your way. Nimesoma kwenye neno lako. That you remember Rachel. Kwamba ulikumbuka Raheli. And answer prayer. Na ulijibu maombi I've yake. been praying. Na mimi nimekuwa I've nikiomba. been praying. Nimekuwa nikiomba. For years and Kwa years. miaka na miaka. For month and Kwa month. miezi na miezi. Lord Jesus. Bwana Lord Yesu. Jesus. Bwana Yesu. This first day Hii siku ya kwanza. of the month of February. Mwezi wa Februari. Remember my body. Kumbuka mwili wangu. Remember this woman. Kumbuka huyu mama. Remember the work of my hand. Kumbuka kazi za mikono Remember yangu. my children. Kumbuka watoto wangu. Tell him in a few Mwambie seconds. kwa sekunde. Which area do you want him Eneo to? lolote unataka Bwana akukumbuke. Mwambie kwa dakika chache unataka akukumbuke kwenye eneo gani, wakati wewe unamkumbuka yeye kwa kula mwili wake. Wewe unamkumbuka
kumkumbuka yeye kwa kula mwili wake. Yeye akukumbuke kwenye eneo gani? Which area? As you are remembering him, wakati unamkumbuka yeye, what area do you want him to remember? Ni eneo gani unataka yeye? Let be an exchange today. Kuwe na mabadiliko leo. Let be a remembrance Kuwe today. na kukumbuka leo. It's a meeting, it's a place of remembrance. Mahali pa kukutana, You are meeting with him unakutana na Mungu through his flesh. kupitia mwili wake. You are meeting with Jesus Unakutana na Yesu through his flesh. kupitia mwili wake. You are remembering him, Unakumbuka yeye, he's remembering you. yeye anakukumbuka. I'm remembering him, Unakumbuka yeye, he's remembering me. yeye anakukumbuka. He's remembering my children. Anakumbuka watoto wake. Father, thank you. Baba nakushukuru. Father, thank you. Baba nakushukuru. Let be a day Na hiyo siku of remembrance. We remember you and you remember us. Let be a day, 1st of February, a day to remember each other. The day to remember each other. I remember you and you remember me. I remember you through your flesh and you remember me and through your flesh and answer my prayer. Thank you, Jesus. You can eat the body of Jesus in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give him thanks. Thank you, Lord, for remembering. Asante Mungu kwa kunikumbuka. Thank you, Lord, for remembering me. Asante Mungu kwa kunikumbuka. Thank you, Lord, for remembering Asante me. kwa kunikumbuka. Thank you, Lord, for Asante remembering kwa me. kunikumbuka. Thank you, Lord, for remembering Asante me. kwa kunikumbuka. Thank you, Lord, for Asante remembering kwa me. kunikumbuka. Give him thanks from your heart. Shukrani kutoka kwenye moyo wako. Thanksgiving is the sign of faith. Shukrani ni ishara ya imani. If you believe, give him thanks. Kama umeamini, mpe shukrani. Tell him asante Mwambie asante kwa Bwana. kunikumbuka kwenye ile For eneo. remembering in this Asante kwa kukumbuka tumbo langu la uzazi. Thank you for remembering my womb, Lord. Asante Bwana kwa kukumbuka kazi yangu ya mikono. Remembering the work of my hand. Asante kwa kukumbuka uzao Thank wangu. you for remembering my Asante my ministry. kwa sababu ni sehemu ya agano. Because it's the area of Ubarikiwe Yesu. Asante kwa kumkumbuka mwenza wangu. Thank you for remembering Kwa sababu ni sehemu ya agano. because it is the part of Asante kwa kibali. Thank you for Asante kwa ulinzi. Thank you for protection. Kwa sababu ni sehemu ya agano. Because it is part Father, we of bless you. Baba tunashukuru. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Somebody stand up and put your hand together for Jesus. Yesu. Hallelujah.